Ora
siku ya leo umetupa siku njema kuja katika maskani yako kusikia kutoka kwako. Wewe ni Mungu mwaminifu. Hata tunakushukuru siku ya leo umetembelea, kama vile neno lako linasema ya kwamba hukuacha watu wako bila ushuhuda kwa wema wako, kwa kuwa ulikuwa ukiwakumbuka kwa mvua ili maisha yanaendelea. Kwa hivyo tunakushukuru. Sasa katika neno lako la siku ya leo tunaomba mkono wako, tunaomba roho wako atuangazie neno lako ili ulishike na liwe ni neno la kuzingatia. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ni siku nyingine njema na ni siku ya ajabu, kwa sababu kama wiki mbili zilizopita tulikuwa tumeanza kuingiwa na hofu. Hili jua, lakini tukaendelea sisi kuamini. Hata hapa kanisani tuliomba ya kwamba Mungu tukumbuke, na Mungu akatukumbuka na akatutumia mvua. Kwa hiyo tunashukuru kwa hayo. Hatuchukui tu ati kumenyesha, tunajua ni mkono wa Mungu. Jana nikaongea na kijana mmoja yuko upande wa Bungoma, na huko tunajua huwa kunanyesha sana, lakini akaniambia wale walipanda mahindi hawatavuna. Ati hata yeye alikuwa na bahati, hakupanda, alikuwa hana pesa. Kwa hivyo akasema ni vizuri hakupata pesa, angepanda shamba yake na baadaye ingekuwa hasara. Nikamwambia huku kwetu ni tofauti. Basi siku ya leo tuko katika somo letu la 3 katika kitabu cha Waebrania, na lengo la masomo haya ama wazo ambalo linatuongoza ni hili ya kwamba kuzingatia kwa bidii zaidi tusije tukapotoka. Na yale ambayo tunazingatia ni mambo ambayo tuliambiwa kwanza, kwa sababu hawa Waebrania walikuwa, tunajua Waebrania ni Waisraeli. Sasa hawa Waebrania walikuwa wameamini. Wale wanaandikiwa si wale Waebrania, si wale Wayahudi walikataa, ni wale Wayahudi waliamini Injili. Akina Petro, akina Yohana, akina Yakobo, na wote ambao hata baada ya Yesu kufa na kufufuka na kuondoka waliendelea katika ushirika. Sasa ilifika mahali ukakuwa na tatizo fulani, wakaona ni kama hawa viongozi wakaona ni kama hawa wameanza kusahau yale ambao walikuwa wamefundishwa. Na katika kusahau yale ambayo walikuwa wamefundishwa, ikaonekana sasa kuna tatizo. Na sasa hilo tatizo ndilo ambalo linaangaziwa. Wanaambiwa kuna yale mlifundishwa kwanza, na yale mlifundishwa kwanza mmeachana nayo, na mkiachana nayo kuna hatari mtapotoka, hata msahau kule ambako mlikuwa mnaenda. Ni kama vile tumeongea na mzee wa Juma, nikamwambia umefundishwa njia kwenda Nairobi, si wote tunajua ati unaenda hivi unaenda hivi, lakini ukisahau hiyo utafika Sabasaba ufikiri nilikuwa na wapi, ufikiri ya Nairobi ni pande gani, alafu utajikuta umeenda Kongo. Ukifika Keno ujikute badala ya kwenda unaingia upande wa kulia kuelekea Nairobi, useme ilikuwa kulia ama kushoto. Uchukue kushoto, ujikute umefika Murang'a, umepita umeenda tofauti, umepika Zagana na huko. Sasa tunaongea kuhusu kitu kinaitwa raha ama pumziko, kwa sababu Yehova Bwana Mungu wetu alisikia watu, inatokana na vile alisikia kilio cha watu wake. Walikuwa wametoka nchi ya ahadi, wamejikuta wako katika nchi ya Misri. Na wakiwa katika nchi ya Misri walikuwa na wakati mgumu. Mungu akawaokoa, akawatumia mkombozi ambaye aliitwa Nabii Musa,
Na kwa kweli Nabii Musa kwa ishara kubwa na za ajabu aliweza kuwaokoa na kuwatoa Misri. Mungu akasema, watu wangu nitawarudisha ambapo niliwaahidi, mahali pa raha, mahali pazuri pa starehe. Sasa tunataka kuona vile ilivyokuwa. Tusomee kitu cha kwanza, ndio hapo tunasoma neno kuzingatia. Ni Waibrania 3:1-6, lakini tutatusomea tu 1-2-3 kwa sababu ya wakati. Waibrania 3:1-2-3. Kwa hivyo ndugu watakatifu, mnaoshiriki wito wa mbinguni, mtafakarini Yesu, mtume na kuhani mkuu wa ukiri wetu. 2. Alikuwa mwaminifu kwa yeye aliyemweka, kama vile Mose alivyokuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu. 3. Yesu ameonekana anastahili heshima kubwa kuliko Mose, kama vile mjenzi wa nyumba alivyo wa heshima kubwa kuliko nyumba yenyewe. Ndio sasa tunaambiwa kuzingatia, na tunaambiwa ya kwamba, na hapo unaona tunaitwa sisi ndugu watakatifu na washiriki wa mbinguni, ya kwamba tunapokuwa hapa duniani ni vizuri tusisahau hivyo, kwa sababu kila neno anaambiwa ilikuwa, hakuna jambo jipya alikuwa anaambiwa, ilikuwa wanaambiwa tu neno na mashauri yale walikuwa wamepewa mbele. Sasa wanaambiwa nyinyi ni ndugu watakatifu, tena ni washiriki, yaani mko kitu kimoja. Sasa sisi ni washiriki wa hapa, si ndio? Sasa tukija hapa kwetu kwenye hili kanisa, hakuna mtu atakuuliza na wewe umekuja aje hapa, kwa sababu na kujua wewe ni mshiriki wetu. Sasa ndio sasa tumekuwa washiriki wa wito wa mbinguni. Na ni unaona kila neno lina maana ya kwamba hatukushiriki tu hapa tuje tunaimba, tunahubiriwa, tunafurahi, kila mtu anaenda zake tukitoka hapa. Hapana, sio hivyo. Tukitoka hapa kuna yale mambo tunashikilia na tunajua. Na nikikuta ndugu James katika mambo ambayo sisi hatukufundishwa na hatushiriki, nitamuuliza, wewe namna gani? Tuseme jioni moja nikukute huko kwa kile, ama labda hapa karibu, ndio labda mke wako asijue mahali huko, uje hapa, usiende na pale utaona na watu wa huko. Nikukute hapa mahali ambapo watu wanafurahia vileo, wanakunywa pombe, nitashindwa, si huyu ndugu ni yule wetu, anafanya nini hapa? Anafanya nini hapa huyu ndugu? Sasa ndio tunaitwa washiriki wa mbinguni. Sisi ni washiriki wa mbinguni, na tusisahau hivyo, kwa sababu tukisahau sisi ni washiriki wa mbinguni, tutafanya mambo ambayo hayaambatani na safari ya mbinguni. Na ndio tukaambiwa hivyo, tunaambiwa hivyo sisi ambao ni washiriki, ya kwamba tushikilie vile tuliambiwa habari ya kuhani na mtume wetu. Na kuhani na mtume wetu wa agano letu ni Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tukisema sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo, ungamo hilo ni lazima tulizingatie. Na tuzingatie tu hapa kanisani, ama nikikutana na wadani huko, namwambia mwadhani ya kumio, Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni yeye tu kwa maneno, ni kuzingatia. Nikijikuta tena nimesahau hiyo, nitapotoka. Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba huyu Yesu Kristo alikuwa mwaminifu katika utume wake. Alipokuja hapa alifanya kazi yote. Hata kusoma katika Yohana 17
akiomba alikuwa anaambia Mungu, sasa mi niko tayari kurudi kwako, kushiriki ule utukufu tulikuwa nao mbele, hata kabla ya ulimwengu haujaumbwa. Hivyo ndivyo alikuwa anaongea, akiwa na maana ya kwamba alikuwa hana tashwishi, amefanya kazi yake nzuri. Na hata tukiangalia Mtume Paulo, hata yeye katika nafikiri Timotheo wa pili, akilikuwa anasema mimi siku zangu naona zinakaribia kuisha. Nakumbuka hata, unakumbuka wakati alipoanza safari yake ya mwisho kurudi Yerusalemu, ambako alishikwa, hata unabii ulitolewa ya kwamba huyu mtu, na akawaambia hata rudi huko, na wakalia sana, hapana, usiende. Akasema hapana, msinihuzunishe, msifanye maisha yangu ngumu, nina kazi ambayo Mungu amenipa. Sasa huo ndio mwaminifu, na tunaambiwa alikuwa mwaminifu kama nabii Musa, kwa sababu nabii Musa hata Mungu mwenyewe alimshuhudia kwamba huyu ni mwaminifu kwangu, kwa nyumba yangu yote yeye ni mwaminifu. Na akisema nyumba yangu yote, ana maana katika mambo yote ambayo yanahusu ibada ya Mungu alikuwa mwaminifu. Na basi ndio tunaambiwa tuzingatie hilo ungamo letu ya kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi. Na yeye tumeambiwa ya kwamba, na tukaambiwa kwamba fundi ambaye anajenga, kama pastor yetu Humphrey, wakati anajenga, watu wakija waone hiyo nyumba watasema hii nyumba imejengwa vizuri, si ndio? Lakini watasema tu nyumba, watauza ni nani huyo? Nani huyo amejenga hiyo nyumba? Kwa sababu mjenzi ana heshima kuliko nyumba yenyewe. Na ndio tunaambiwa Yesu Kristo yeye mwenyewe alikuwa kuhani katika nyumba yake mwenyewe. Musa alikuwa ni mtumishi, lakini tunaambiwa Yesu Kristo alikuwa mwana. Ni kama mtu kwa akiwa kwao na mfanyikazi na huko pia kuna wafanyikazi. Musa alikuwa mfanyikazi. Kwa hivyo Yesu Kristo alipokuja tena kuiendesha, alikuwa ni mwenye kazi, mwenye nyumba yenyewe ndio amekuja. Basi tunaambiwa kwamba basi Kristo alikuwa mwana juu ya nyumba yake mwenyewe. Sisi ndio nyumba, iwapo tutashikilia imani na furaha ya matumaini hadi mwisho. Kuna hayo mambo tunaambiwa, tunakumbushwa tushikilie, ya kwamba tushikilie imani na furaha ya matumaini hadi mwisho, ya kwamba katika imani yetu na katika ushuhuda wetu tufurahie wakati tunatoa ushuhuda, kwa sababu tunajua yale ambayo tunashuhudia ni mambo ambayo ni halisi, ni mambo yako, ni mambo ambayo ni dhabiti. Lakini ni muhimu ya kwamba tushikilie mpaka mwisho, kwa sababu ikifika mahali tukose kufika mwisho itakuwa ni hasara, na hiyo hasara tuiepuke. Na hiyo hasara tukipotoka itakuwa hasara. Funzo liko katika Hesabu 12:6 na 7, na imeandikwa, ninasema, kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu, akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana Mungu nitajifunua kwake kwa maono, nitasema naye katika ndoto, sio ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Ya kwamba sisi ni sisi nyumba, yeye alikuwa mwaminifu katika nyumba. Hakuna mtu angesimama aseme Musa umetukosea. Hapana, yeye alifanya yale ambayo aliitwa na Mungu. Hiyo ni agano la kale, kwa sababu sasa hawa Waibrania walikuwa watu wa agano la kale, na wanajaribu au kufundishwa kwamba yeye alikuwa katika agano la kale, yalikuwa yanawatayarishia agano jipya ambalo ni tofauti. Sasa badala ya Musa ni mwana wa Mungu mwenyewe ambaye anakuja na kuleta habari kutoka mbinguni.
Kwa sababu 9:35 tunaambiwa sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Yaani akathibitishwa na akathibitika ya kwamba yeye si kama Musa ambaye alikuwa nabii wa ajabu. Yeye ni mwana wa Mungu, amekuja tumsikie. Kwa hivyo tukisikia yale Yesu Kristo amesema, tunasikia sauti ya mwana wa Mungu. Jambo la pili, kutohisi. Kuhisi, tunajua wakati fulani ikifika saa fulani, nakumbuka ndugu yetu mchungaji wetu Humphrey kupenda kutuambia, ikifika saa 7 hata ukiwa kanisani unajua kwa huko upasi kuwa hapo, kwa sababu tumbo inaanza kusumbua, si ndio? Kwa hivyo hata mhubiri akiwa na hubiri aje, kutakuwa kuna mvuto fulani, unahisi njaa. Sasa tunaambiwa kuto kuhisi. Hawa kuna kitu hawakuhisi, na iko katika Waebrania 5:7 mpaka 14. 7 mpaka 14 kutokuhisi. Sasa tutatusomea tu 7, 8 na 9. Ni nini hawakuhisi? Wanasoma. Tafadhali. Waebrania 3. 7, mstari wa 7, 8 na 9. Kwa hivyo kama Roho Mtakatifu asemavyo, leo kama mkisikia sauti yake, msifanye mioyo yenu migumu kama mlivyofanya katika uasi wakati ule wa kujaribiwa jangwani, ambapo baba zenu walinijaribu na kunipima, ingawa kwa miaka 40 walikuwa wameyaona matendo yake. Ndio eti ya kwamba kutokuhisi ni ya kwamba kuna mambo ambapo yanaendelea, lakini sisi tunakuwa hatuyajali. Ni kama hivyo, na tunasema labda unatembea ujikwae, lakini useme hiyo si kitu, wacha niendelee. Halafu hiyo hali inakuwa mbaya zaidi, na labda ungetulia, ungekagua, ungebadilisha vile unaenda. Na ndio tunaambiwa ya kwamba kuna wakati hawa watu walikuwa Mungu anaongoza, na aliwaongoza kwa njia ya ajabu, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba mchana kulikuwa na wingu mbele yao. Nakumbuka ndugu wa dance mmoja akitukumbusha, kulikuwa na malaika. Mungu akasema nitatuma nani? Malaika mbele yenu. Kwa hivyo wakitembea walikuwa kuna wingu linaongoza, wanafuata wingu. Mahali wingu linasimama nao wanasimama. Ikifika usiku na mchana, jangwa huwa na joto kali kama hilo jangwa alikuwa anapitia, lakini tena nao usiku inakuwa ni baridi kali. Wingu hilo lilikuwa linabadilika, linakuwa moto, kwa hivyo wanapata joto. Na ndio sasa wanaambiwa miaka 40 Mungu akakuwa mwaminifu. Hakuna wakati walichomwa na jua, na hakuna wakati walipigwa na baridi usiku. Lakini ndio hapa ndio tunaambiwa sasa, hivi sasa Roho Mtakatifu anasema leo tukisikia sauti yake tusizidi kukaza mioyo yetu kama ilivyokuwa katika uasi. Hawa ni uasi Mungu. Bwana Mungu amewaonyesha njia na kwa miujiza ya ajabu, lakini kitu cha kwanza walipokutana na matatizo, walisahau yale Mungu alikuwa amefanya. Hivyo ndio tunakumbushwa, hebu tushikilie kumbukumbu ya yale Mungu ametufanyia siku za nyuma. Tukikumbuka na tushikilie, hata tukikutana na tatizo tutajua
Mungu wetu yuko pamoja na sisi. Amen. Nakumbuka tu sasa wakati fulani nilipokuwa shule ya msingi. Shule yetu ndio ilikuwa inabingwa. Hata ilikuwa inacheza mpira mpaka inashinda, mpaka ndio shule ya msingi Kenya mzima wakati wamefanya michezo. Na tulikuwa tunakutana na timu tofauti tofauti. Lakini hawa walijua, si walijua vile wamekuwa wakipiga wengine. Kwa hiyo watu wakikutana na timu wanaambiwa mnaenda kupigana na timu fulani, walikuwa hawaogopi. Na hiyo ndio tunatakiwa hivyo. Kwa sababu hawa tunaambiwa kwamba siku ya majaribu walijaribiwa. Si wametoka Misri na wameona Mungu vile amefanya. Mpaka Farao ambaye alikuwa amekataa amewaruhusu. Lakini walipojikuta nyumba wanakuta Farao amewafuata, si ndio? Wakiangalia kando kando ni milima, mbele yao ni nini? Ni bahari. Wanasema hata afadhali tungekufia, kwani huko hatungekufia Misri. Mungu akakasirika. Lakini tunaambiwa miaka 40 maisha yalikuwa haya, kwa sababu walisahau. Na sisi tunaambiwa leo tukisikia siku ya sauti ya Bwana Mungu, tusifanye mioyo yetu migumu. Kwa sababu tukifanya mioyo migumu, hatutaweza kufika kwenye hiyo raha ambayo Mungu ametuitia. Kwa sababu tunaambiwa miaka, kwa hivyo alikasirika na kizazi hicho, akasema daima wanaenda kinyume na moyo wao na hawakujua njia zake. Akawaapia kwa ghadhabu yake kwamba hawataingia pumziko lake, hawataingia raha yake. Ni Mungu ambaye aliwashuhudia na akawaambia, na tunaambiwa alikuwa amekasirika. Na kama Mungu alikuwa amekasirika, siku ya leo hakasiriki. Lakini si ati anakasirika kwa sababu anataka kukasirika, anakasirishwa na watu. Sisi ndio tunaambiwa basi tusifike hapo Mungu akasirishwe na sisi na yale tunafanya, kwa sababu tumeachana na yale ambayo tumeona, yale tumeshuhudia, yale tumekiri, tumeishi sasa kinyume cha hayo. Ndio tunaambiwa Mungu mwenyewe akawaapia hawatafika raha yake, hawatafika pumziko. Na ni kweli, kwa sababu hiyo safari ilikuwa ni safari fupi, lakini iliwachukua miaka 40. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliapa, kwa sababu ya huo uasi watu wote. Nafikiri ilikuwa kuanzia miaka 15 ambao kutoka Misri, Mungu akasema hakuna ambaye ataingia nchi ya ahadi kwa sababu ya huo uasi. Na siku ya leo si tofauti. Tunajikuta tumeingia katika hayo maasi. Tunajikuta tuko mahali ambapo hatufai kuwa. Na hiyo haifurahishi Mungu. Kwa sababu tunaambiwa katika Hesabu 14:11 ya kwamba Bwana Mungu akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini, nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao? Ya kwamba watu wanafika mahali wanamdharau Mungu. Inafika mahali watu wanakosa kumwamini Mungu. Mungu ametoa ahadi, Mungu amefanya miujiza, si ahadi tu ametoa bure. Kwa sababu tukiangalia nyuma, tunakumbuka maisha ambayo tulikuwa nayo. Tunakumbuka vile maisha yalikuwa magumu na vile tulikuwa na wasiwasi wa kesho. Lakini katika imani ndani ya Yesu Kristo
maisha yetu yakabadilika, tukaona kuna tumaini. Hayo mambo yalikuwa yametufunga, tukafunguliwa. Lakini safari ikiendelea na inakuwa ngumu tena, tunajikuta tunaangalia nyuma, tunajikuta sasa tunasema kama vile alisema, hata afadhali huko mtu ambaye alikuwa ni ushuhuda, mtu ambaye alikuwa na ushuhuda mzuri wa Yesu Kristo, unamkuta sasa ni mlevi wa kupindukia, unamkuta ni mtu amepotea kabisa kabisa, kwa sababu kudharau Mungu. Mungu ameongea, lakini watu wanasema wacha hiyo, tumesikia mahubiri, tumesikia miaka mingi, si ndio? Watu wanasema hiyo tumesikia. Siku moja mnakumbuka tukienda kwa wakati tulikuwa na matanga huko kwa wadau, kuna mtu mmoja rafiki yangu na gari, unakumbuka bwana James? Mtu mmoja tulikutana naye, kamuuliza, wewe si uamue hata sasa? Akasema bado. Si ndio? Hivyo ndivyo tunaambiwa sisi. Tumemjua Yesu, tusifikiri tena kurudi, tusifikiri tena kumdharau, kwa sababu tukidharau Mungu inamuumiza, anakasirika. Tukikosa kumtii ni kama vile mtoto anakosa kutii. Siku inafika mahali hata mzazi anashindwa, anaambia mtoto, wewe utakutana na nini? Na dunia. Mungu ndivyo anasema hapa, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba yeye amefanya ishara tayari. Si Mungu tu anaahidi vitu ambavyo hatujaona, mbinguni tu ndio hatujaona, lakini katika yale yote mengi tumeona, tuna ushahidi ndani yetu ya kwamba kuna mbinguni, kwa sababu tunajua maisha yetu sio hapa. Hivyo ndivyo akasema, alifanya ishara nyingi, hawakufuata. Mathayo 11:22-8 mpaka 30 nasema hivi: Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nami nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ni kweli maisha yale tumeitiwa ni maisha tofauti sana na yale tulikuwako. Basi hebu tusikilize haya maneno ya Yesu Kristo, kwa sababu mitume waliwaambia tu vile Yesu Kristo aliwaambia, na hiyo ndio wengine wanasahau, wanaona vile imesema hapa si wanaamini kinyume. Wanaona mzigo sasa wa Yesu umekuwa mzito, na mzigo wa Yesu ni rahisi. Tuone jambo la tatu linaitwa himizo. Himizo ni kutiwa moyo, himizo ni kukumbushwa, himizo ni kuambiwa ongeza kidogo, ongeza kasi kidogo. Na hiyo iko 12 mpaka 15 hiyo. Kwa hivyo tutasomea tafadhali 12 na 3 na 4. 12, 3 na 4. Mathayo chapter 3. Hapana. Waebrania. Waebrania 3. Wewe ndio kutusomea Waebrania. Waebrania 12, 13, 14. Hata unaweza ukasoma 15. Waebrania 3 12 mpaka 15. Tuone himizo. Tunahimizwa tufanye nini? Tunahimizwa tuishi aje? Tuamini nini? Tukumbuke nini? Kwa sababu hiki kitabu ni kukumbusha watu yale waliosikia, ndio wasisahau, wapotee. Ndio
Ndugu zangu, angalieni asiwepo miongoni mwenu mtu mwenye moyo mwovu usioamini, unaojitenga na mtu aliye hai, lakini mtiane na moyo mtu na mwenzake kila siku, maadamu mtopo leo, ili asiwepo hata mmoja wenu mwenye mfano mgumu kwa udanganyifu wa dhambi, kwa kuwa tumekuwa washiriki wa Kristo, kama tukishikamana tu kwa uthabiti na tumaini letu la kwanza hadi mwisho. Kama ilivyonenwa leo, kama mkisikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kama mlivyofanya wakati wa uasi. Mpaka hapo 15. Asante. Ya kwamba tunapaswa kuelewa ipasavyo. Tuelewe ipasavyo. Kwa sababu wanadamu utakuta kitu kimoja watu wanaelewa tofauti. Lakini kama tutafika ambapo Mungu anataka tufike, itapaswa tuelewe, tutapaswa kuelewa ipasavyo, kuelewa vizuri. Kwa sababu tunaambiwa kwamba kati yetu tuangalie isiwako kuna mtu ana moyo mwovu, moyo mbaya wa kutokuamini. Na si ajabu utakuta hata kanisani kuna watu kama hao. Mkiwa na kitu mkizungumza, yeye anaona tu nini? Ugumu wa hiyo. Hiyo iwezekani. Unajua sisi hatuna pesa. Na kazi ambayo tunafanya si yetu. Si ni ya Mungu. Kwa hivyo tunapoongea mambo ya Mungu, tunajua ya kwamba sio sisi, ni Mungu mwenyewe ametuhimiza. Sasa tunaambiwa ya kwamba tuwe tukihimizana, tukitiana moyo. Ukiona mtu amelegea katika imani, ni wajibu wako kumwambia namna gani. Kwa hivyo ndugu James, mambo ya siku ya maombi, mambo ya siku ya ushirika, usichoke kuwaambia, kwa sababu hiyo tumeitwa kuhimizana, ya kwamba tuhimizane, ya kwamba kujeni kanisani. Tukisikia kuna mahali kuna majonzi, kuna mahali kumetokea kifo, tunakuwa tuko hapo kuwafariji watu. Kwa sababu mtu wakati kama huwa amefiwa, huwa na mawazo mengi sana. Lakini mkija anasikia hata sasa muongei mambo hiyo, mnaongea mambo mengi, si ndio? Mpaka mtu anasikia sasa moyo umetulia. Juzi ni jana katika simu nikaambiwa habari huko mimi huenda Tanzania, kuna rafiki yangu mchungaji. Na nilikuwa nimemwambia siku moja, wewe nitakualika, nikipata hela nitakuja uhubiri huko kwetu. Nikaambiwa ameaga. Na nilipokuwa huko juzi, wakati nilikuwa tulionana, kila wakati lazima tuonane. Yeye mimi nakuwa Tanzania, yeye yuko upande wa Uganda hapo mpakani. Na ndio tunaambiwa kwa tuhimizane, madamu inaitwa nini? Leo. Kwa sababu si hata wahenga walisema leo ni nini? Msema kesho muongo. Msema kesho ni muongo. Kwa hivyo leo ndio tunaweza kuhimizana. Kesho mkisikia nimeenda kwisha, mtaweza kunihimiza tena. Si nimeondoka na nimeondoka. Ndio tunaambiwa leo tujue hivyo, ya kwamba maadamu inaitwa leo, maadamu tuna pumzi, maadamu tuna nafasi, maadamu tunaonana, tuhimizane. Kwa sababu leo ikipita, si leo, hata tunapoongea leo, kawaida huwa tunapaswa kuongea sasa. Nakumbuka wakati mmoja tulikutana na watu wengine katika mazungumzo. Unajua wakati kuna mambo ya bahari mnaongea Sasa
mnaambiwa habari zenu. Baadaye anakuja anasema kwetu hata sasa siku moja naweza nikakuuliza habari yako mara nyingi, kwa sababu kila wakati hali ya mtu inaenda ikibadilika, si ndio? Kwa sababu tulipokutana leo asubuhi na Wajuma aliniambia yuko sawa, mimi niko sawa, lakini sasa sijui. Na hivyo ndivyo ilivyo maisha. Kwa hivyo maadamu inaitwa leo, tunaambiwa ya kwamba tukiwa kanisani, tukiwa tuna ushuhuda ya kwamba kuna kitu kinaitwa udanganyifu wa dhambi. Dhambi inakuja na udanganyifu. Dhambi haikuji na kama dhambi. Ukiambiwa uibe, dhambi haikuji na kuambia iba. Lakini ujue unaweza ukashikwa. Haikwambii hivyo. Inakwambia hapa ikienda na hii ni sawa. Hapa wewe siku hizi wanasema vile watu wanajua kuchora, si ndio? Kuchora, huyo mtu ni mchoraji, anajua. Huo ndio udanganyifu wa dhambi. Shetani ni mchoraji. Kitu akikuonyesha na kukuonyesha uzuri wake na vile utafaidika na vile si kitu kubwa hiyo. Hapana, tunaambiwa kuna udanganyifu wa dhambi, tujihadhari. Kwa kuwa tumeambiwa tena, tunarudiwa tena hapo ya kwamba tumekuwa washiriki wa Kristo iwapo tutashikilia imani yetu thabiti hadi mwisho. Ni kushikilia imani ikiwa thabiti, si imani ambayo ni hafifu, si imani ambayo ni wakati ya mvua hainyeshi. Si tunakuwa hivyo wengine? Kama siku ya leo mvua ikinyesha, kuna watu hawataenda kanisani, lakini si ushuhuda nao. Lakini akiangalia sema mwingine hata anangoja kama kungenyesha ningelala, si ndio? Sasa hiyo ndio tunaambiwa imani. Utakuta mtu auki kanisani lakini mambo yake hakosei. Kwa sababu kama mimi nilifanya kazi miaka mingi sana. Miaka yangu ya kazi ile nilifanya ilikuwa kazi ni miaka 32. Ile kazi unajua asubuhi unaamka ukifanya nini? Ukienda kazi. Bwana James, unafikiri miaka 32 mvua ilinyesha mara ngapi? Mbili. Lakini sijakosa kwenda kazi kwa sababu ya mvua. Nakumbuka nilipokuwa Marekani kukinyesha ama yanguke ile theluji ni tofauti na huku. Ni kitu hujawahi kuona. Utaamka ukute hata uwezi ukatoka kwa nyumba. Lakini ni watu wameendelea, kwa hivyo mnaonywa itakuwa. Na kazini mmeambiwa. Nakumbuka ni mahali tuliandikwa wakati tutaanza kazi, tukaambiwa tayari tumetolewa taarifa kuna barafu mingi sana itaanguka. Sasa watu si wana wasiwasi, inakuaje? Wakatuambia hii benki yetu, nilikuwa nafanya kwa benki, haijawahi kufungwa hata siku moja kwa sababu ya hali ya anga. Lakini usihatarishe maisha yako. Kwa hivyo unaona ni kuhatarisha maisha. Na mimi sikukosa hata siku moja kwenda. Kwa sababu nilijua kazi ni kazi, si ndio? Wengine sio hivyo. Ndio tunaambiwa sasa udanganyifu wa dhambi, tujitoe kabisa na tushikilie imani yetu. Tukisema ni sisi tumeamini wakati iko jua na wakati kuna mvua. Ukiona kunanyesha, siku wakati kwa kunanyesha, mimi na bahati naishi tu hapa karibu. Lakini kuna wakati singetoka kwa nyumba nije tele. Nikasema ningoje na nikajitayarisha, wakati mvua koma kidogo nikakuja. Kwa hivyo ndio hivyo. Kuna watu siku ya leo hatakuja kanisani na ataona na sababu nzuri ya kutosha. Kulikuwa kunanyesha, kwetu matope. Lakini kama alikuwa anaenda hospitali angekosa kwenda. Kama alikuwa ameandikwa kazi angekosa kwenda, ambie tajiri kulikuwa na matope. Hapana. Kumbukumbu la Torati 8:11 inasema hivi: jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako
kwa kutoshika amri zake na hukumu zake na sheria zake nitakazokuamuru leo. Musa anaambiwa aambie watu. Marko 4:18-19 inasema, na hawa ndio wale wapandao penye miiba, ni watu walisikiao lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine zikaingia, ulisonga lile neno likawa alizai. Maneno ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo alipotoa ule mfano wa mpanzi, ya kwamba mbegu zingine zikaanguka kwa nini? Kwa miamba, na tunaambiwa zilianguka kwenye miba, ya kwamba zikaanguka mahali pana miba. Kwa hivyo mbegu zikachomoa na miba zikapelekana, na sasa miba kila wakati ikakuwa inasonga, na tunaambiwa hiyo miba ni shughuli za dunia. Tusiruhusu shughuli za dunia zituzuie kumtumikia Bwana Mungu. Alafu pia udanganyifu wa mali, tusifuate mali sana na kufikiri mali tutaziacha hapa, na tulikuta watu wakitafuta mali, na hata si wengine wanaenda wanaacha mabilioni. Tumesikia yeyote amewahi kubeba bilioni za kwenda kumsaidia huko tunaenda, anaacha. Kwa hivyo ndivyo tunaambiwa tukiwa kanisani, tukisikia tunachomwa, tukisikia hii miba inatuingia, tujue na tuombe Mungu na tutoke kwenye hiyo miba, kwa sababu hapa kama wanadamu ni sisi tunaruhusu. Nikimalizia 16 mpaka 10 na ngapi? 7, nimeandika 15. Lakini 7 mpaka 17 nilikosea hapo 16 mpaka 17. Kitu kinaitwa ukaidi. Si ukaidi tunajua? Ukaidi ni kukosa kutii. Unaambiwa lakini unasema wacha waseme. Si ndio? Juma unakumbuka wakati walikuwa wanasema wacha waseme, watafanya nini? Watachoka. Njoke. Kuna wengine wanakuambia wacha aende, atachoka. Sisi ushirika hatutakuja, sisi maombi hatutakuja, wacha njoke tu aseme. Ndio wadada niambia, kuna mmoja alimzungumzia, amekasirika. Kila sana tuambia ushirika na tuambia hatutakuja. Sawa. Huo ndio unaitwa ukaidi. Na ukaidi au kuanza hapa nini Rwanganga hapa sasa. Ulianza huko. Ulianza hata kwa hilo kanisa la kwanza la Yesu Kristo. Si hata kuna bwana mmoja alikuwa mkaidi anaitwa Juda. Na hata ukisirudi nyuma Musa walikuwa wakaidi. Tusome hiyo mistari 3 tumalize. Miwili. Ingekuwa ni kufikisha 18. Fikisha ni sawa. Tufunge. Basi ni nani waliosikia lakini bado wakaasi? Si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa. Lakini ni nani aliyowakasirikia miaka 40? Si wale waliofanya dhambi ambao miili yao ilianguka jangwani? 18. Ni nani hao ambao Mungu aliapa kuwa kamwe hawataingia mahali mwake, isipokuwa ni wale waliokataa kutii? Ndio ukaidi, ndio hiyo kukataa kutii, huo ndio unaitwa ukaidi. Mtu anasema hata useme hata ufanye. Nakumbuka nisikia story hadithi ya kijana mmoja akaambiwa na mwalimu, wewe unapiga kelele, kuja simama hapa. Akakuja akasimama, usimame. Ati akaambia mwalimu, nitasimama lakini katika moyo wangu nimeketi. Huo ndio unaitwa nini? Nimesimama kwa sababu umeniamuru,
lakini katika moyo wangu kusema mamlaka yako nimeyakataa, huo ndio ukaidi. Na ndio tunaambiwa kwamba wote walitoka Misri. Tunaambiwa kuna watu walichukuliwa barabarani wakienda safarini. Tumesema kuna watu walijiunga. Wote walitoka Misri, walienda pamoja. Ndio kuna wale walijiunga, watu wa mataifa tofauti tofauti. Waliposikia Wanaisraeli wanaondoka, Waisraeli waliwafuata. Wakaona huyu Mungu amefanya hayo, ni Mungu wa kweli, tuwafuate. Lakini wote waliotoka, tunaambiwa wale waliotoka miaka 15 na zaidi hawakuingia kwenye raha. Tunaambiwa nini? Kitu kinaitwa ukaidi. Kwa hivyo ukaidi huko kanisani, ukaidi huko kwa serikali, si hata viongozi tunaona ni wakaidi wengine. Utasikia mtu anaongea na vibaya, anatukana watu kwa sababu anajua yeye hakuna kitu utamfanya. Sasa huo ndio ukaidi ambao tunaambiwa tujichunge nao. Sababu tunaambiwa ya kwamba miaka 40 wakakuishia, na tunaambiwa maiti zao zote zilikuwa zimejaa huko, kwa sababu walikaidi, wakakataa kufuata. Funzo liko katika Yoshua 1:8, linasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Tunatafuta kufanikiwa. Tunatafuta maisha mazuri. Tuwe tunakula vizuri, tunakula nyama, si ndio Bwana Njuki? Chai tunaweka maziwa mzuri. Hiyo ndio tunaita ufanisi. Lakini tunaambiwa kwamba kama tutafanikiwa na kama tutastawi ni katika hiki kitabu ambacho waliambiwa siku hiyo. Si kama sisi, hao kitabu kilikuwa kimeandikwa, walikuwa wanasomewa. Sisi kila mtu ana Biblia yake, tusome, na tukisoma tujue ya kwamba hapo ndipo tutaingia katika raha ya Bwana Mungu tukikifuata. Naye katika Mathayo 13:20-21, naye aliyepandwa kwenye miamba, huyo ndiye asikiaye lile neno, akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda, ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Kuna watu wako hivyo, anapokea neno, kesho yake unamkuta akiwa yuko kanisani. Ukimuuliza ni nini, ati Njoki alisema. Njoki ameokoa watu wangapi? Kuna mtu umeokoa? Kuna mtu umeita aje kanisani? Sasa watu wanakuwa na mambo kwa sababu mtu ana nini? Mizizi. Mtu ambaye hana mizizi ataambiwa kitu ama atasikia. Nani alisema hata hiyo kanisa yao sitarudi kwenda. Sasa hiyo ni kukosa mizizi. Na hawa ndio wanaambiwa tafuteni mizizi yenu mwenyewe. Si tuna mashamba na tuna mimea, si ndio? Kuna mmea ambao unategemea mizizi ya mwingine. Kila mmea tunatafuta maji na mizizi yake. Na kuna mmea unashiriki hayo maji na mwingine. Basi ndio, hebu tujue hivyo. Nikikaa katika Yesu, mizizi ni yangu, maisha ni yangu, majukumu ni yangu. Kushikilia hilo ngamo ya kwamba Yesu ni Mwokozi. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu awabariki sana. Amen. Asanteni.